Hujambo mwanafunzi bora, karibu katika kitengo kingine ambacho tutaangazia insha ya maelezo. Kwanza kabisa tujue insha ni nini. Insha ni maandishi ya mfululizo kuhusu mtu au jambo. Insha ni maandishi ya mfululizo kuhusu mtu au jambo. Je, insha ya maelezo ni gani? Insha ya maelezo ni maandishi ambayo hufafanua au kueleza kuhusu mtu, kitu, mahali, jambo au hali. Insha ya maelezo ni maandishi ambayo hufafanua au kueleza kuhusu mtu, kitu, mahali, jambo au hali. Mfano wa insha za maelezo ni kama umuhimu wa maji, umuhimu wa miti, umuhimu wa ng'ombe, soko letu na kadhalika. Ningependa sasa tujue vipengele vya mtindo na muundo wa insha ya maelezo. Vipengele ambavyo vinatumika katika kuandika insha ya maelezo. Tutaanza na ya kwanza ambayo ni anwani au kichwa. Anwani au kichwa, hii ndiyo mada. Hii ndiyo mada ambayo inatumika kuandika insha ambayo tunakuwa tumepewa ya maelezo. Na huandikwa katika herufi kubwa na kupigiwa mstari. Anwani au kichwa ni mada ambayo tunatumia tunapoandika insha ambayo huandikwa kwa herufi kubwa na kupigiwa mstari. Ya pili ni utangulizi. Utangulizi huu ndio mwanzo wa insha. Huwa na maelezo mafupi kuhusu mada ya insha. Utangulizi ni mwanzo tu wa insha ambayo ni ya maelezo na huelezea mambo mafupi kuhusu mada ya insha uliopewa. Kisha tuna mwili. Mwili ni sehemu ambayo hubeba maelezo yote ya mada. Mwili ni sehemu ambayo hubeba maelezo yote ya mada uliopewa. Sawa sawa? Na mwili huzingatia mpangilio mzuri wa mawazo. Kwa mfano, kama mada ni jinsi ya elimu, husaidia kumaliza umaskini. Maelezo yatahusu kuhusu au umuhimu wa elimu katika jamii. Mwili wa insha lazima uzingatie mada. Jambo ambalo ningesisitiza kabisa ni mwili lazima uzingatie mada. Sawa sawa? Jambo la 4 ni hitimisho. Hitimisho nayo ni sehemu ambayo ni ya mwisho wa maelezo ya mada. Hitimisho ni sehemu hii ndiyo ya mwisho wa maelezo ya mada. Ni vizuri unarejelea haya ya mwisho ya insha kuhusu jinsi elimu husaidia kumaliza umaskini. Nitawasomea insha kuhusu jinsi elimu husaidia kumaliza umaskini ambayo ni insha ya maelezo, ndiposa tuunganishe hoja zetu kwa pamoja. Sawa sawa? Kwa hivyo hitimisho ni sehemu ya mwisho ya mada. Sawa sawa? Kisha tunapoandika insha ya maelezo tunazingatia hati safi. Insha huandikwa katika mwandiko unaonekana na kusomeka kwa urahisi. Hati ni mwandiko. Kwa hivyo insha inaandikwa katika mwandiko unaonekana na ambao unasomeka kwa urahisi. Mwandishi hakikishe herufi zinaandikwa vizuri na maneno kusomeka kwa urahisi. Jambo hili linasaidia mwenye anasahisha kazi yako iwe rahisi kwake. Sawa sawa? Tuna nambari ya 6 ambayo ni tahajia. Tahajia haya ni maendelezo ya maneno. Tahajia ni maendelezo ya maneno. Pia huitwa hijai. Na maneno yanafaa yaendelezwe vizuri ili yawe na maana. Maneno yaendelezwe vizuri ili yawe na maana. Nambari ya 7 ni kanuni za sarufi. Hizi ni kaida za kuandika. Kaida za kuandika ambazo ni uakifishaji, ni muhimu kabisa. Lazima uakifishe
kazi yako. Sentensi zianze kwa herufi kubwa na kuweka kikomo na kiulizi iwapo ni swali mwishoni. Nisisitize hapo katika kanuni za sarufi ambazo ni kaida za kuandika wakati unapowakifisha. Sentensi zianze kwa herufi kubwa na uweke kikomo au kiulizi iwapo ni swali mwishoni mwa sentensi. Nafasi ya maneno na herufi izingatiwe. Nafasi ya maneno na herufi izingatiwe. Haya basi, tuna lugha ya kiubunifu. Lugha ya kiubunifu, sehemu hii huzingatia msamiati kuhusu mada na tamathali za usemi. Lugha ya kiubunifu ni sehemu ambayo huzingatia msamiati kuhusu mada na tamathali za usemi kama vile methali, tashbihi, nahau na stiari. Lugha inayotumika izingatie mada. Lugha inayotumika hapa izingatie mada husika. Sawa sawa. Kisha tuna vidokezo. Vidokezo hizi ni hoja au mambo muhimu ambayo utazingatia katika insha. Vidokezo ni mambo ambayo utayazungumzia utakapokuwa unaandika insha yako. Kwa hivyo, insha huwa na hoja 6 au zaidi. Na hoja huandikwa kabla ya kuanza kuandika insha. Na hizi humuongoza mwandishi anapoandika insha. Unapoanza kabla hujaandika insha yoyote ile, iwe ya maelezo iwe gani, ni vizuri kuwa na vidokezo. Baada ya kusoma mada, unaandika vidokezo ambazo zitakusaidia utakapokuwa unaandika insha yako. Unaziandika kando na vidokezo hivyo vitakusaidia unapoandika insha yako katika haya. Kila kidokezo kinatokea katika haya yake tofauti. Ndiposa unafafanua. Unachukua kidokezo kimoja, alafu unakifafanua zaidi huku ukiandika katika haya. Sawa sawa? Natumai umeelewa kuhusu insha ya maelezo. Ni vizuri kuzingatia kanuni ambazo nimekusomea, ambazo kuna anwani au kichwa, kuna utangulizi, kuna mwili, hitimisho, tumia hati safi, tumia tahajia, kanuni za sarufi pia uzingatie, pia lugha ya kiubunifu itumike kwa usahihi, kisha tumia vidokezo unapoandika insha yako. Nitakomea hapo kwa sasa. Asante sana kwa kutazama video hii. Kama umepata ni ya manufaa na inaelimisha, usisahau kusubscribe katika channel yangu. Kama hujasubscribe, tafadhali penda, unaweza niandikia ujumbe mfupi ukinieleza jinsi unavyoona video zangu na kipindi kingine ungependa tuzingatie nini. Sawa sawa. Kwa heri kwa sasa.